annasu mauta wa ahlul ilmi a'da. Siku zote watu wote wamekufa, wote wamekufa, nilizoga watu wote wamekufa, lakini ambao wataendelea kubaki wakiwa hai ni akina nani? Watu wenye elimu. Wasomi siku zote wanaendelea kubaki wakiwa wako hai, lakini watu wengine wote wanahesabika wamekufa. Mimi na wewe tunavyokimbia kifo, lakini leo tunaridhika kukumbwa na kifo cha ujinga, hatutaki kusoma. Maneno yanayosemwa mitaani na baadhi ya maeneo tofauti, Uislamu bana umemkandamiza sana mwanamke. Uislamu unamnyanyasa sana mwanamke. Uislamu umempa nafasi ya chini kabisa, duni mwanamke. Haya maneno ya maadui zetu, na baadhi ya Waislamu wanayochukua wanaona yana ukweli fulani. Utakapoingia kushirikina katika ibada yoyote, basi ibada ile inaharibika. Hadathi idha dakhala fi tahara, kama hadathi inapoingia katika tahara. Ukiwa tahara, ukipata mahadathi tayari ile hadathi imeshaharibu tahara yako. Kwa hiyo miongoni mwa madhara makubwa ya ushirikina, kubwa kabisa, inaharibu yale mema yote uliyofanya. Kwanza kabisa, ili kila mwanamke awe na hisia wakati anaingia kwenye Ramadhani, atambue ya kwamba Ramadhani inatakiwa yeye awe na mabadiliko ndani ya Ramadhani, na atambue ya kwamba yeye ndio silaha ya kwanza ya kuweza kutengeneza jamii iliyo nzuri, kwa sababu ikiwa ni watoto wa kiume au watoto wa kike, sehemu yao ambayo wao wanakimbilia ni kwa mama, anakuwa naye kwa asilimia nyingi. Ndio maana baadhi ya umma waliotangulia wakasema salahul umma min salahati nisaiha, utengamaa wa umma, jamii, taifa ni kwa sababu ya kutengamaa wakina mama katika jamii hiyo. Katika hayo yote ambayo tumesikia hapa, tija kubwa itakuja wa kwenda kuyafanyia kazi haya ambayo tumejifunza ya kheri. Kama tutaondoka hapa tuyawache hapa alafu tuyapuuze na tusifanyie kazi hata jambo moja, basi sisi tumo ndani ya hasara. Kwa ninachokikumbushia, tuhakikisheni kwamba tulio yasikiliza hapa ya Allah na ya Mtume sallallahu alayhi wasallam na miongozo ya maulama wetu, basi tunaondoka nayo na kwenda kuyafanyia kazi, na si kufanyia kazi peke yake. Kwa mujibu wa tafsiri ya sura hii, watawasau bilhaqi watawasau bisabr, ikawa tunakumbushana, tunahusiana kushikamana na haki, kushikamana na dini, tunahusiana kuwa na subra katika haya mafundisho. Kila mmoja awe anamkumbusha mwenzake, anamuhusia mwenzake. Tuondokeni kwa muondoko huu insha Allah. Baada ya haya, nitoe shukrani wahadhiri wetu, wahadhiri ambao wametoka mbali, wameitikia wito huu kwa ajili yetu sisi. Pia nitoe shukrani kwa waumini wote, al-ummahat wal-akhawat wal-jaddat, kina mama, kina dada, kina bibi ambao tumehudhuria sehemu kama hii. Niwaombee kwa Allah tabaraka wa taala awape afya njema, awape nia thabiti za kusimamia dini ya Allah tabaraka wa taala, na aurudishe salama majumbani mwenu. Lakini pia Allah ajalie siku yetu ya leo iwe ni yauman mubarakan, ni siku ambayo imebarikiwa, iwe ni sababu ya kupata mafanikio makubwa mazuri katika shughuli zetu kwa masiku ambayo yanafuatia mbeleni, kupitia siku hii adhimu ambayo tumeitumia kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Allah atubariki, Allah atupe afya tele, Allah atupe neema, Allah atupe janna ya firdaus. Kwa haya ninayozungumza, nasema muhadhara wetu na kongamano letu la leo tumelifunga rasmi. Shukran.
Al-Mubarak Da'wa TV, mwanga wa Uislamu.